Yes, kwa mara ya kwanza alikuja na Listen to Me. Ni msanii kutoka pale lebu ya Kings Music ambaye anafahamika kama Vanilla Music ambaye yuko chini ya management ya mfalme Bongo Flava Ali Kiba. Sasa Vanilla Music bwana, wakati anajiunga na Kings Music alikuja na EP yake Extended Play ambayo aliipa jina la Listen to Me, na ni moja kati ya EPs ambazo zilienda kwelikweli. Listen to Me ilimpa jina Vanilla Music, lakini pia mashabiki walimpa sikio na kung'amua kwamba yes, huyu ni msanii ambaye aligundulika kuwa na talenti kubwa sana ya uandishi. Ni msanii ambaye alisifiwa kwa melodies kali, lakini pia ni mmoja kati ya wasanii ambao walipewa sifa ya namna ambavyo anaimba kitofauti kabisa. So Listen to Me ilikuwa ni EP ambayo ilimpa mafanikio makubwa sana Vanilla Music and stuff like that. Pia tuliona aliweza vile vile kununua ndinga kali sana ambayo hadi hivi sasa amekuwa akitembelea. So baada ya Listen to Me kufanya vizuri, tuliona Kings Music ikiwa inampa airtime, lakini pia promotion zikawa kubwa, na baada ya hapo akawa anaachia ngoma zake mwenyewe single songs ambazo zilikuwa ni nyingi sana na zilikuwa zinaenda viral, zinafanya vizuri, collaboration za hapa na pale zikawa zimemsogeza ile mbaya. So baada ya kuona mafanikio yamekuwa makubwa, sasa Vanilla Music ameamua kurudi tena, na hivi sasa amerudi na EP nyingine ambayo ameipa jina la Listen to Me Again, kwa maana kwa sasa anaomba asikilizwe tena kwa mara nyingine. Kama mwanzo mlimsikiliza na mkampa nafasi ya kuonesha uwezo wake, sasa anaomba kusikilizwa tena. Kuna jambo amekuja nalo. Listen to Me Again ni EP nyingine ya pili kwa msanii Vanilla Music, na ni moja kati ya EPs ambazo zinafanya vizuri katika digital platforms. Nimeona numbers zikiwa zinaongezeka kule YouTube, lakini pia Spotify na Audiomack kama zote, lakini vile vile nimeona inafanya vizuri zaidi Boomplay, na imekuwa ni EP namba 2 nafikiri kwa sasa East Africa ambayo inafanya vizuri sana. So imekuwa ni stage kubwa sana kwa Vanilla Music, na imekuwa ni moja kati ya EP ambayo inazidi kumpeleka na kumsogeza kimataifa zaidi. Nimependa katika Listen to Me Again kwamba Vanilla amerudi kwa tofauti na ile Listen to Me. Listen to Me ukiangalia ngoma zote zilikuwa ni yeye mwenyewe, alifanya ngoma ambazo ni single, lakini hivi sasa amerudi na collaboration. Ukiangalia Listen to Me Again, ngoma takribani zaidi ya 4 ambazo amefanya collaboration. Nimeona kuna ngoma kama Wivu ambayo amemshirikisha Otile Brown, lakini pia kuna Confidence ambayo amemshirikisha Baraka the Prince, lakini pia kuna ngoma ambayo amemshirikisha Ibra wa Konde Gang ambaye kwa sasa ametoka, lakini pia kuna ngoma ambayo amemshirikisha Aslay Siaka. So utaona ni ngoma nyingi ambazo wamefanya collaboration, na hii ikionyesha ni kwa namna gani sasa Vanilla amekuwa na anahitaji kufanya collaboration zaidi ili kuweza kutengeneza fan base kwa mashabiki ambao hawakuwa mashabiki zake. So ni EP ambayo imejitosheleza, EP ambayo inazidi kumnyanyua na kumpeleka mbali zaidi, lakini pia ni EP ambayo imekuja kiutofauti kweli kweli. So nafikiri Vanilla Music kwa sasa anaona mafanikio makubwa ya kuendelea kuwa Kings Music, lakini pia hii inatoa funzo na somo kwamba wasanii wanahitajika kuwa na subira pia, kwa sababu kipindi ambacho Vanilla amesubiri ndani ya Kings Music nafikiri ni muda mrefu kidogo, lakini kwa sasa anakivuna kile ambacho amekipanda. So kama bado haujaitazama ama kusikiliza EP hiyo, tafadhali tembelea digital platform zote za Vanilla Music and then utaniambia ngoma ipi umeipenda, ngoma gani ni kali. Kwangu mimi Confidence ni unyama sana ambayo amemshirikisha Baraka the Prince. Nini maoni yako? Tuandikie kwenye comment section.